Margaret Nduta Macharia, mwanamke mwenye umri wa miaka 37, amehukumiwa kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya. Je, hatima yake ni ipi na serikali ya Kenya inaweza kumwokoa? Nduta alikamatwa mwezi Julai 2023 katika uwanja wa ndege nchini Vietnam akiwa na zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya zilizokuwa zimefichwa kwenye mzigo wake alipokuwa akisafiri kuelekea nchini Laos. Hata hivyo, Nduta anadai kwamba hakuwa anajua kuwa ndani ya mzigo huo kulikuwa na dawa za kulevya. Anasema alipewa mzigo huo na Mkenya aitwaye John ambaye alimwahidi malipo ya dola 1300 ili ausafirishi hadi Laos. Lakini mahakama ya Vietnam haikukubaliana na kujitetea kwake, ikidai kuwa ni njama ya kukwepa kuwajibishwa. Mnamo Machi 6, 2025, Nduta alihukumiwa adhabu ya kifo kwa kosa la kusafirisha dawa zilizoharamishwa. Sheria ya nchi iko wazi kwamba yeyote anayepatikana na zaidi ya gramu 600 za heroini au kokaini anakabiliwa na hukumu ya kifo moja kwa moja. Baada ya hukumu hiyo kutangazwa, serikali ya Kenya imeingilia kati. Katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje Korir Singhuei alizungumza na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam Nguyen Minh Hang akiomba serikali ya nchi hiyo kusitisha adhabu hiyo na kuzingatia hukumu mbadala. Vietnam inasema kwamba inatafakari ombi hilo, lakini bado hakuna uhakika wowote. Tatizo ni kwamba muda wa kukata rufaa ulishapita tarehe 12 Machi na hukumu ya kifo inatarajiwa kutekelezwa tarehe 17 Machi. Familia ya Nduta imeomba serikali ya Kenya kufanya kila liwezekanalo kumwokoa binti yao. Mamake Nduta anasema binti yake alikuwa akitafuta maisha bora na hakuwahi kuwa na historia ya uhalifu. Wakenya wengi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kutaka serikali ijitahidi zaidi kuhakikisha kwamba hukumu hii inabadilishwa kuwa kifungo cha maisha. Je, serikali ya Kenya itafanikiwa kumwokoa Nduta kutoka kwenye kitanzi?